have come to lift up the name of Jehovah higher. Praise the name of the Lord. Tumekuja kuliinua jina la Bwana juu. Bwana asifiwe. Amen. Because he's Alpha and Omega. Kwa sababu yeye ni Alpha na Omega. He has given us victory throughout the week. Ametupa ushindi ndani ya juma lote. He has given us life. Ametupa uzima. And we are happy and dancing in his house. Na tuna furaha na tunasherehekea ndani ya nyumba yake. Praise the name of the Lord. Amen. That is a thing which we are supposed to thank the Lord, because many are crying and sick in the hospitals. Can you lift up your hands and give Jesus a mighty hand clap? Hallelujah. Amen. Amen. We don't take it for granted. Hatuchukulii hivi hivi. It is by the grace of Lord. Ni kwa neema ya Bwana. Hallelujah. Lift up your hands as we are praying. Inueni mikono yenu tunapoomba. Father, in the mighty name of Jesus, yes, Lord, we are before you, O Lord, this morning. We give you all the glory and honor and thanks because of your grace and mercy in our lives. We thank you, Father, because you have given us victory over the week. We thank you because you have given us life. We have come to lift your name on higher. Father, we welcome your presence in this place. We pray that the Holy Spirit, oh God, may be with us, oh God, as we continue. Don't let us alone, oh my God. Let us, oh God, walk with you. Use me and the interpreter. Thank you for the choir. Thank you for the members who are coming. Lord, I pray that after this meeting, each one of us will go home, say, I am blessed, I am filled, I am healed, I am delivered, and I am set free. Anybody who has come, oh Jehovah, downtrodden, I pray in the mighty name of Jesus that you may set them free. You may open their hearts, oh God. You may deliver them right now. Any person, oh Jehovah, who did not sleep at night because of bad dreams, we come against every powers of torment in the mighty name of Jesus Christ. And I pray the presence of the Holy Spirit and anointing to touch them, oh Lord. Set your people free and let them be healed. And as I bring the word of God, oh Jehovah, I humble myself. Use me and interpreter. Use me, oh God, as a vessel for your glory. In Jesus' mighty name we pray and believe. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Can you give Jesus a mighty hand clap? Hallelujah. Amen. Praise the name of the Lord. Amen. Amen. May God bless you. Bwana wabariki. And have your seat. Munaweza kukaa. Thank you so much. Santeni sana. Thank you so much, choir, for the wonderful singing. Santeni. May God bless you. Give Jesus a mighty hand clap for these servants of God. Hallelujah. Amen. Bwana wabariki. And God add to your family blessings in Jesus' name. Na Mungu aongeze baraka kwa jamii zenu kwa jina la Yesu. Even the elders hata wazee and all the leaders. Na viongozi wote. I also thank God for our children, the Sunday school teachers. May God bless you, mamas. I thank God for you. Give Jesus a mighty hand clap for these people. Yesu makofi mazuri. Naposhukuru kwa walimu wa Sunday school, walimu wao na watoto wao wako hapa. Amen. 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 And I believe that God is going to grow this church. Na najua Mungu ataenda kulinua kanisa hili. And God is going to use you and me. Praise the name of the Lord. Na Mungu anaenda kukutumia wewe na mimi. And we are going to bear children in the spirit, the children of the Lord, double in Jesus' name. Hallelujah. Amen. Na tutazaa watoto wa kiroho maradufu kwa jina la Yesu. Give Jesus a mighty hand clap for yourself. Pigie makofi mwenyewe. Hallelujah. Yes, you are not going to be barren. Wewe hautakuwa tasa. You will not be like that tree which Jesus passed by and there was no fruit. Hutakuwa kama ule mti ambao Yesu aliupitia na hakukuwa na matunda. Yes. Ndio. You will bear fruit. Utazaa matunda. And God will add more water into your life. Na Mungu ataongeza maji maishani mwako. Put it into your heart. Iweke moyoni mwako. As a child of God. Kama mtoto wa Mungu. That you want to bear fruit in the house of God. Ya kwamba unataka kuzaa matunda ndani ya nyumba ya Mungu. And your fruit is another person like you. Na tunda lako ni mtu mwingine kama wewe.
And such other fruits of love, joy, what, those ones will come. But the big fruit is another Christian. Praise the name of the Lord. Amen. Na matunda ya furaha, upendo na mengine yatakuja, lakini tunda la muhimu ni mtu kama wewe. Hallelujah. Amen. Praise the name of the Lord. Amen. So as you are praying every day, make sure you tell God that, Father, I pray, give me the spirit of bearing fruit in my life. Hallelujah. Amen. Na unapoomba kila siku muombe Mungu akupe roho ya kuzaa matunda maishani mwako. And God is our loving God. He will answer you. He will bless you. Na Mungu ni Mungu wetu wa upendo, atakuinua na kukubariki. People are so many outside there. Watu ni wengi sana huko nje. They need somebody to tell them about the love of Christ. Wanahitaji mtu awaambie kuhusu upendo wa Kristo. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Thank you so much. Asanteni sana. I just want to thank God for you people. Nataka kushukuru Mungu kwenu nyinyi. To me, mmekuwa karibu sana na praying for me kiniombea and my family. Na jamii yangu. I feel the presence of the Lord. Na uhisi uwepo wa Bwana. I don't feel alone. Sijihisi kuwa peke yangu. You send messages of encouragement to me. Na nitumia ujumbe wa kunitia moyo. And prayers also. Na maombi pia. I know I am what I am like this because of your prayers. Najua siko mchanga hivi lakini kwa sababu ya maombi yenu. May God bless you. Bwana awabariki. I request you to continue praying for me. Ninawasihi muendelee kuniombea. Amen. Amen. Because if it were of not your prayers, kwa sababu kama si kwa maombi yenu, this time I could have not been even walking outside. Wakati huu singeweza hata kutembea huko nje. Hallelujah. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Amen. I could have been at home, listening to my heart, pondering of what I passed through, in pain, in sorrow. But through your prayers, I can stand up and be before you in Jesus' name. Amen. Ningekuwa nyumbani nimejifungia, nikiwa katika huzuni zangu, nikiwaza na kuwazua kwa yale yaliyonipitia, lakini kwa sababu ya maombi yenu, nimeweza kuja na kusimama. Jina la Bwana litukuzwe. Hallelujah. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Amen. And I was asking myself, God, thank you. I don't know why you have chosen me. Na nikamwambia Mungu asante, sijui kwa nini umenichagua. And if you have chosen me, kama umenichagua, I pray that you may use me as Mama Mary. Praise the name of the Lord. Amen. Naomba kwamba unitumie mimi mwenyewe kama mama. The talents which have been hidden in my life, may you show me and let me know them so that I may do exploits in your name. Praise the name of the Lord. Amen. Vipawa ulivyoweka ndani yangu, acha nivijue ili niweze kuvitumia vilete mlipuko katika maisha. Hallelujah. Katika jina la Yesu. And the Lord has assured me that He will never leave me or forsake me, and He is with me. Praise the name of the Lord. Amen. Na Bwana amenihakikishia kwamba hata niacha wala kunipungukia. Yuko pamoja nami kila wakati. Amen. Amen. And through that, I thank God. I've been praying for the sick. I've been praying for the people who are passing through a hard time. And through that, God is delivering them and healing them in Jesus' name. Na kupitia hayo nimeweza kuwaombea wagonjwa na wale wanaopitia katika hali ngumu, na Mungu amewakomboa kwa jina la Yesu. Amen. Amen. This week I prayed with our sister Mama Zulea. She was very sick. The doctor gave her a very discouraging report, and even she never knew she can come to church today. But when I called her, I don't know whether it was this morning or yesterday, she told me, Mama, the Lord has healed me and I will come to church today in Jesus' name, and I'm happy to see her. Maybe Amen. She can say a few words before I preach. Praise the name of the Lord. Juma hili lililopita niliweza kuomba na dada yetu Zulea ambaye alikuwa mgonjwa sana, na daktari akampa ripoti mbaya. Microphone Ucheng aongee. Na akawa ameshushwa moyo, lakini nilipompigia simu leo akaniambia, mama, nina nguvu hata nitakuja kanisani. Na furahi kumuona pamoja naye. Niliomba pamoja naye. And she was very down.
Niliomba pamoja naye maana alikuwa ameshushwa moyo sana. Amen. Amen. Our God is able. Kwa hiyo Mungu wetu anaweza. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Nashukuru Mungu maana last nilikuwa mgonjwa. Nilipoenda hospitali nikafanya test, nikapatikana niko na H. pylori bacterial infection positive, and it's not the first time nilikuwa nayo undergo the treatment but nilirudi tena. So it was very hard for me, na nilikuwa madawa ndio overreacting to me. I could not breathe, I was just there. So I talked to Mama Reverend, and by the grace of God, she prayed for me on phone. Na pia hiyo dawa nikakunywa kwa sababu niliacha kwanza. Lakini amani ya Mungu imenitosha kupitia maombi. Mungu ametenda na hata ninaweza kuja kanisani siku ya leo. Amen. Glory to Jesus. Mama could not know whether she could come to church today. Mama hangejua kwamba angeweza kuja kanisani leo. But through prayers, Ni kupitia kwa maombi, the powers of darkness is defeated in Jesus' name. nguvu za giza zimeshindwa kwa jina la Yesu. Hallelujah. Hallelujah. And now she's sitting together with us. Na sasa amekaa Now, katikati she yetu. did not even take the medicine. Hata hakunwa hiyo dawa. Amen. Another Amen. person was our brother Manoti. Mwingine alikuwa ndugu yetu Manoti. Throughout the week, he has been sick. Juma lote hili amekuwa mgonjwa. Even on Friday, the wife did not come to the service. Hata Ijumaa mkewe hangeweza kuja kwa ibada. And the Holy Spirit just led me to call them. When I called them, they told me that Mzee has been sick. Even the blood count in his body was so down. So Mama could not leave him alone. She was to stay with him, to take care of him and see how he is doing. And I prayed together with them. And when I came to church, I was looking around whether I can see Brother Manoti. But I thank God I can see Brother Manoti and the wife. I know they are healed in Jesus' name. Amen. Ndio ameponywa kwa jina la Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Nashukuru Mungu pale ametenda juu ya maisha yangu. Nimemwona katika familia yangu. Nimemwona pia akinishindania kwa kila jambo. Bwana Yesu asifiwe. Hii wiki yote nimekuwa sisikii vizuri. Nilikuwa chini sana. Lakini kupitia kwa maombi ya Reverend, hata hatukumwambia, lakini alitupigia tu simu. Alipopiga ndio nikamwambia sisikii vizuri, damu yangu iko chini, ilikuwa 7.8. So singeweza hata kufanya kazi nyingi. Kwa hivyo akaniombea na akaniuliza Jumapili utaweza kufika? Akaniambia ng'ang'ana uje, Mungu atakuponya. Bwana Yesu asifiwe. Nashukuru Mungu leo niko hapa, nimecheza hapa, nimeruka. Mungu ni mwaminifu. Amen. Asante. Thank you, Jesus. Asante. Hallelujah. Hallelujah. Amen. And Amen. on Friday, also we were having a very powerful prayer meeting. If you are not here, you missed. Na Ijumaa tukawa na maombi ya nguvu. Kama hukuwa hapa ulikosa. There were sick people. Kulikuwa na wagonjwa. And we did deliverance. Na tukafanya ukombozi. Praise the name of the Lord. Amen. I was not touching people, but I was just praying for them. Hallelujah. Sikuwagusa, lakini ilikuwa tunawaombea. Because we are not allowed to touch people. It is not allowed for us now. Kwa sababu haturuhusiwi kugusagusa watu, haturuhusiwi. But I'm praying with you by faith. Lakini naomba nanyi kwa imani. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. I pray for that sister and I can see her sitting down in a good way. Niliombea Amen. dada na muona sasa amekaa katika. Mama, Mungu akubariki. Hallelujah. Amen. Thank you so much. Asante sana. And because of time, Kwa sababu ya muda, we give all the glory to Jesus tunampa Yesu utukufu wote for what he is doing in our midst. kwa kile anachokifanya katikati yetu. Hallelujah. Hallelujah. So today, Basi leo I want you to be ready to receive your miracle. nataka uwe tayari kupokea muujiza wako. You came here and you have something in your heart. You have something in your family. You have something in your mind. But I want to tell you that if you listen to the word of God, the Holy Spirit will speak to your heart and you will not go home empty-handed in Jesus' name. Amen. Ukikuja hapa ukiwa na mzigo wa jamii yako, wa familia na kila hali, lakini kwa vile umekuja kwa imani, tunapoomba leo, Mungu atakukomboa katika jina la Yesu. Amen. Amen.
I give you greetings from our Bishop of Assemblies of God, Pastor Kimani. He said, I greet you in Jesus' name. Nawaletea salamu za askofu wetu wa Assemblies, Bishop Kimani. Ameleta salamu, mnazipokea? Amen. Amen. May God bless you. Bwana wabariki. So he might be with us next week or the other week. So he said, I just greet you. Anaweza kuwa nasi juma lijalo au nyingine, lakini amesema niwasalimie tu. Amen. Amen. May God bless you. Bwana wabariki. Hallelujah. Hallelujah. Last week we were learning about the purpose of somebody being born in the world. Juma lililopita tulijifunza kuhusu mtu kuzaliwa katika neno. And we read in the book of Genesis chapter 1 verse 26 that we may be fruitful and multiply in the world. Na tukasoma kitabu cha Mwanzo kifungu cha kwanza 26 ya kwamba tukazae tuongezeke katika ulimwengu. And we take dominion and subdue the world. Na kaijaze nchi na kuitiisha ulimwengu. And we saw illustrations of brothers and sisters whom the Lord have used in generations to subdue the world, who took the word of God and they did the necessary before they died, and we can read about them in the word of God. Na tukaona mifano ya ndugu na madada katika Biblia ambao walilichukua neno la Mungu kwa dhati na wakalitumia na Mungu akatenda mambo makubwa maishani mwao. And we found out that you are born for a purpose. Na tukaona kwamba wewe ulizaliwa na kusudi. Praise the name of the Lord. Amen. And because you are born for a purpose, make sure that the will of God which is supposed to be done in your life, you make sure it works before you leave this earth. Na kwa sababu ulizaliwa kwa kusudi, hakikisha kwamba lile ulilozaliwa nalo unalitenda kabla hujatoka ulimwenguni humu. The potentiality which is in your life, make use of it. Ule umuhimu ulio maishani mwako utumie. Be fruitful in your area. Uzae katika maeneo yako. And multiply. Na uongezeke. That when you leave this earth, people will remember you. Ya kwamba unapotoka ulimwenguni humu watu watakukumbuka. Praise the name of the Lord. Amen. And we learned about Joseph. Na tukajifunza kuhusu Yusufu. We saw his illustration that God used him and he delivered his brothers from the bondage. Praise the name of the Lord. Amen. Na tukaona mfano wa Yusufu kwamba Mungu alimtumia na akawakomboa ndugu zake kutoka kwa vifungo. He gave them food when there was famine in the land of Canaan. Akawapa chakula kulipokuwa na njaa katika nchi ya Kanaani. Although he suffered, japokuwa aliteseka, the brothers also had jealousy on his life. Ndugu zake walionea maisha yake wivu. Potifa mistreated him. Potiferi alimtesa. He suffered in jails. Akateseka katika gereza. But in the long last, he fulfilled what the Lord called him to do. Lakini mwisho akatimiza kile ambacho Mungu alimuitia kukifanya. God lifted him. Mungu akamuinua. Praise the name of the Lord. Amen. And he became a prime minister in the land of Egypt. Na akawa waziri mkuu katika nchi ya Misri. And when his brothers came, na ndugu zake walipokuja, he forgave them. Akawasamehe. Hallelujah. Hallelujah. He blessed them. Akawabariki. He embraced them. Na akawakumbatia. He gave them place to live. Akawapa mahali pa kuishi. He gave them food. Aliwapa chakula. Praise the name of the Lord. Amen. And he made them to live in a good way. Na akawaeka waishi maisha mazuri. Hallelujah. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Amen. And also we have an example of Moses in the Bible. Na tukaona pia mfano wa Musa katika Biblia. Moses lived with the Israelites in those days. Musa aliishi na Waisraeli. He was born in those days. Alizaliwa siku hizo. And he stayed with them. Na akakaa na Wamisri. Praise the name of the Lord. Amen. And later on, God used him to deliver the children of Israel from bondage. Na baadaye Mungu akamtumia kuwakomboa wana wa Israeli kutoka kwa utumwa. And
And we see Joshua also. Pia tunamuona Yeshua. Joshua took the children of Israel from bondage to Egypt to Canaan land. Joshua took the children of Israel from the wilderness to Canaan land. Joshua aliwachukua wana wa Israeli toka kwa jangwa mpaka wakaingia Kanaani. Praise the name of the Lord. Amen. We see David. Tunamuona Daudi. David was a young hard boy. Daudi alikuwa kijana mchungaji. And he was the youngest in his family. Akiwa yeye ndio mdogo katika jamii yao. And there was a problem in his nation. Na kulikuwa na shida katika taifa lao. But we see he stood out and fought for his nation and he delivered the children of Israel. Lakini tunaona alisimama na akapigania taifa lake na kukomboa wana wa Israeli. Hallelujah. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Amen. He conquered the nations. Alishinda mataifa. He fought battles. Alipigana vita. Even King Saul wanted to kill him. Hata Sauli mfalme alitaka kumuua. But his promise and the vision which he had, he never left it behind because of problems which he was passing through. Lakini yale maono na ule mzigo aliokuwa nao maishani mwake hakuacha nyuma kwa sababu ya mambo hayo yote. Hallelujah. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Amen. Even in the New Testament, hata katika Agano Jipya we see akina Paul, tunawaona kina Paulo, and even Peter, the disciples of Jesus Christ. na hata Petero, wanafunzi wa Yesu. If you read the book of Acts of the Apostles, praise the name of the Lord. Mnaposoma kitabu cha Matendo ya Mitume, when Jesus died, wakati Yesu alipokufa, and they remained, na wakabaki. hallelujah. Hallelujah. They were fond of walking with Jesus here and there. Walizoea kutembea na Yesu hapa na pale. And it was a big challenge to them. Na ilikuwa changamoto kubwa kwao. Hallelujah. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Amen. Because it is Jesus who was doing the miracles. Kwa sababu ni Yesu ndiye aliyetenda miujiza. He was silencing the demons. Alikuwa akituliza. He was silencing the sea. Akituliza bahari. Anytime when they had problem, they were going to Jesus. Wakati wowote wakiwa na shida walimuendea Yesu. So they knew they had somebody over them. Kwa hivyo walijua wana mtu maalumu katika. Praise the name of the Lord. Amen. But one day Jesus was taken to heaven. Ni siku moja Yesu akapelekwa mbinguni. And they remained. Na wakabaki. Hallelujah. Hallelujah. And so when they remained, na walipobaki, they didn't know what to do. Hawakujua la kufanya. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Lord, nashukuru Mungu kwa I thank God for Jesus. Shukuru Mungu kwa He Yesu. told them, aliwafundisha, as I am going to my Father, vile ninavyoenda kwa baba yangu, you people go to the upper room. Nyinyi mkae chumba cha juu. And wait for the power to come to you. Na mngojee nguvu iwashukie. Praise the name of the Lord. Amen. And after receiving power, baada kupokea hiyo, you will go to the uttermost of the world. You go to Jerusalem, Judea, and the uttermost of the world. Utaenda Yerusalemu, Judea na katika pembe zote za dunia. Hallelujah. Amen. Praise the name of the Lord. Amen. The Bible said they received the power, they received the Holy Ghost, they start talking in new tongues, and even there were so many different tribes there. Somebody could hear another person talking his language, but it's not that tribe. Praise the name of the Lord. Amen. Biblia inasema walipokea nguvu na wakaanza kunena kwa ndimi mpaka wakatatiza watu waliokuwa pale, maana walisikia wakinena kwa lugha zao na wakashangaa. Haleluya. Na kuanzia wakati huo, from that time, kuanzia wakati huo, when they received the Holy Ghost, walipompokea Roho Mtakatifu, they started doing exploits. Wakaanza kufanya milipuko. They started preaching the gospel. Wakaanza kuihubiri Injili. The Bible says the church added. Praise the name of the Lord. Biblia inasema kanisa liliongezeka. Hallelujah. Hallelujah. Because the power was in them. Kwa sababu nguvu ilikuwa juu yao. Amen. Amen. So let us read the book of Acts of the Apostle chapter 2 verses 44. And all that believed were together and had all things common, and sold their possession and goods, and parted them to all men, as every man had need.
And they continued daily with one accord in the temple, and breaking bread from house to house, did eat their meat with gladness and singleness of heart. Amen. Na wote walioamini walikuwa mahali pamoja na kuwa na vitu vyote shirika, wakiuza mali zao na vitu vyao walivyokuwa navyo na kuwagawia watu wote kama kila mtu alivyokuwa na haja. Praise the name of the Lord. Amen. Now, wakati walipokuwa wakiendelea in one accord, they were together and had all things common and sold their possession. They were having a lot of love and unity and love in their lives as disciples of Jesus Christ. Walikuwa pamoja, wakafanya mambo kwa pamoja kama wanafunzi wa Yesu Kristo. And they were in one accord. Na walikuwa kwa nia moja. And they were in the temple. Na walikuwa katika hekalu. And breaking bread. Wakivunja mkate. Praise the name of the Lord. Amen. And praising the name of the Lord. Na wakilitukuza jina la Bwana. Hallelujah. Hallelujah. And as they were doing that, and the Lord added to the church daily such as should be saved. Na walipofanya hivyo, Bwana akaliongeza kanisa jinsi watu walivyookolewa. amen. Amen. After that, they started preaching the gospel. Na baada hiyo wakaanza kuihubiri Injili. They started doing the work which Jesus used to do with them. Na kuifanya kazi ambayo Yesu alikuwa akifanya pamoja They nao. started prayer. Wakaanza maombi. They started going out. Wakaanza kutoka. They started bringing people. Na kuleta watu. Praise the name of the Lord. Amen. And the church added. Na kanisa likaongezeka. Hallelujah. Hallelujah. Many people came to the house of the Lord. Watu wengi walikuja ndani ya nyumba ya Bwana. So they never feared. Kwa hivyo hawakuogopa. Amen. Amen. I want to encourage you people of Judah. Nataka kuwatia moyo enyi watu At this point, katika hali hii. and as we, Kama vile tumebaki vile tulivyo, I want to prophesy over your life. nataka kutabiri juu ya God maisha is yako. going to do exploits. Mungu anaenda kuteka mlipuko. Praise the name of the Lord. Amen. The teachings which our bishop used to teach you, and the prayers and the teachings and the fastings and whatever kind of guidance he got, now it is when it is going to come out in Jesus' name. Amen. Mafundisho ambayo askofu aliwafundisha na mafunzo yote na maombi sasa ndio yatatokeza katika jina la Yesu. Praise the name of the Lord. Amen. The Bible says in chapter 3 that Peter and John went up together into the temple at the 9th hour, and they were praying. And when they were praying, a certain man lame from his mother's womb was carried, whom they laid daily at the gate of the temple, which called Beautiful, to ask alms of them that enter into the temple. And when seeing them, praise the name of the Lord, Amen. they fastened their eyes on them, and they told them, silver and gold we don't have. Hallelujah. Amen. But such as we have, stand up and walk. Praise the name of the Lord. Amen. Can you give Jesus a mighty Patia hand Yesu clap? makofi makuu. Petro na Yohana walikuwa wakikwea pamoja kwenda hekaluni saa ya kusali saa 9, na mtu mmoja aliyekuwa kiwete toka tumboni mwa mama yake alichukuliwa na watu ambaye walimweka kila siku katika mlango wa hekalu uitwao Mzuri, ili aombe sadaka kwa watu waingiao ndani ya hekalu. Lakini Petro walipomwona akasema akawaangalia akitarajia kupata kitu kwao. Lakini Petro akasema, mimi sina fedha wala dhahabu, lakini nilicho nacho ndicho hichi nikupacho. Hallelujah. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Amen. Looking unto us, Nyinyi ambao mnatuangalia, Mama Mary, yeye kama Mama Mary na Mama Mahero, we don't have anything, hatuna chochote, but what we have in Jesus' name, lakini tunachopenda kwa jina la Yesu, tutawapa na mchukue vitanda vyenu na mtembee kwa jina la Yesu. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. The things which has been in your heart, Mambo ambayo kwa moyoni mwako, this is the time you are supposed to do them. huu ndio wakati unatakana uyafanye.
You are supposed to do them for Jesus. uyafanye kwa sababu ya Yesu. In your environment, Katika mazingira yako, here in the church, hapa kanisani, this is the time for you to do the work of God. ndio wakati wako sasa kuifanya kazi ya Mungu. Praise the name of the Lord. Amen. To love your neighbor, Pende jirani, to visit the sick in the hospital, tembelee wagonjwa kwenye to hospitali, pray and fast, kuomba na kufunga, to give and support the work of God. kutoa na kuisimamia kazi ya Mungu. Praise the name of the Lord. Amen. The things which our bishop never did, Mambo ambayo askofu wetu hakuyafanya, now is when we are going to do them. sasa ndio wakati tutayafanya. Now is when we are going to do them. Sasa ndio wakati tuyafanye. The departments, Zile idara I'm praying for you na waombea that you might come together kwamba mje and pamoja. organize yourself and think of what to do in the house of the Lord. Praise the name of the Lord. Amen. Know that your reward is in heaven. Jua kwamba zawadi yako iko mbinguni. God will give you the reward. Mungu He will atakutunukia. give you the reward in your family. He Atatunukia will give you the familia. reward in your environment. Atatumikia He will give you the reward with your children. Atatumikia He will watoto give you wako. the reward with your generation. Atatunukia kizazi cha. Praise the name of the Lord. Amen. Can you give Jesus a mighty hand clap? Yesu Hallelujah. makuu. Hallelujah. Amen. Amen. This is the time to be fruitful. Huu ndio wakati wa kuzaa. It is not a time for you to sit down and be quiet. Si wakati wako wa kukaa na kunyamaza. No. Hapana. It is your time to be fruitful Ni wakati wako wa kuzaa and multiply. na kuongezeka. Multiply in your place of work. Ongezeke mahali kwa kazi. Multiply in the church. Ongezeke kanisani. Multiply in your home. Ongezeke nyumbani mwako. Multiply in the market. Ongezeke sokoni. Multiply even in our nation. Ongezeke hata katika taifa letu. Praise the name of the Lord. Amen. Vijanas, this is your time to multiply. Vijana, huu ndio wakati wenu wa kuongezeka. Hallelujah. Hallelujah. See, when the disciples remained after they have received the power, God says that they were fasting and praying. Hallelujah. Amen. Tazama, wanafunzi walipopotea ile nguvu, walikuwa wanafunga na kuomba. And as they were praying and fasting, Na walipokuwa wakifunga na kuomba, the Holy Spirit came upon their lives. Roho Mtakatifu alishuka They ndani ya maisha yao, wakapata nguvu. Naombea kanisa hili ya kwamba kila Ijumaa When we are praying and fasting, wakati tunafunga na kuomba, that we may come in big number. kwamba tutakuwa tuje kwa nambari kubwa. Praise the Lord. Unless you are so much committed. Ila uwe wewe umewajibika. Amen. So, as we are preparing to multiply in our lives, Basi vile tunavyojipanga kuongezeka maisha the yetu, books of Acts of Apostles is still going on. kitabu cha Matendo ya Mitume bado kinaendelea. The Holy Spirit is still working. Roho wa Mungu bado anafanya kazi. Praise the name of the Lord. Amen. And God is going to do a new thing in our lives. Mungu anaenda kutenda jambo jipya maishani mwetu. Hallelujah. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Amen. We have 7 steps of things to use for us, for God to use us in our calling. Tuna hatua 7 ili Mungu aweze kututumia katika mwito wetu. Open the book of Psalms chapter 34, and we are going to read from verse 4. Fungua kitabu cha Zaburi 34, tutaanza kusoma kuanzia mstari wa 4. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Hallelujah. Amen. Psalms 34. Zaburi ya 34. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Thank you, Jesus. Asante Yesu. Let us read number 1 and then we read number 18. Tusome ya kwanza alafu 18. I will bless the Lord at all times, and his praise shall continually be in my mouth. Nitamhimidi Bwana kila wakati, sifa zake kinywani mwangu daima. Hallelujah. Amen. For you to stand with your calling,
you must be a person who blesses the Lord all the times. Kwa hiyo kusimama na mwito wako, lazima uwe mtu wa kumbariki Bwana wakati wote. In your life, in the morning, in the afternoon, all the time, whenever you are, you bless the name of the Lord. Maishani mwako, asubuhi, mchana, jioni, popote ulipo, bariki jina la Bwana. You don't be a person who has got the spirit of murmuring. Usiwe mtu aliye na roho ya kulalamika. No. Hapana. You be a person who has got the spirit of praising and blessing the name of the Lord. Uwe mtu mwenye roho ya kusifu na kulibariki jina la Bwana. Continually. Kwa kuendelea. Hallelujah. Hallelujah. And God will bless your life. Na Bwana atabariki maisha yako. That is what David did. Hivyo ndivyo Daudi alivyofanya. He used to bless the name of the Lord. Kwa akilisifu jina la He Bwana. used to sing psalms. Na kuomba He used to praise his name. alikuwa akilisifu jina lake. Hallelujah. Hallelujah. So when you want God to use you, you must praise his name continually. Kwa hivyo ukitaka wakutumie lazima ulisifu jina lake kwa kuendelea. And verse 18 it says, the Lord is near unto them that are of broken heart and such as he of a contrite spirit. Praise the name of the Lord. Amen. Bwana yu karibu nao waliovunjika moyo, waliopondeka roho kuwaokoa. Hallelujah. Hallelujah. When you want the Lord to use you, you must have a broken heart. Napotaka Bwana akutumie lazima uwe na moyo uliopondeka. You must have the spirit of love Na uwe na roho ya upendo and forgiveness in your heart. na msamaha moyoni mwako. Praise the name of the Lord. Amen. You don't be a person who remembers the old things. Usiwe mtu wa kukumbuka mambo ya nyuma. No. Hapana. Even in your family, with your children, with your wife, with your husband. Hata katika jamii yako na watoto wako na mkeo na mumeo. Don't be a person who remembers the past things. Usiwe mtu wa kukumbuka mambo ya kale. The reason why God loves David, Sababu kwa nini Mungu alipenda Daudi? it is not that he did not do a mistake before the eyes of God. Si kwamba hakuweza kusimama Hakufanya mabaya. mambo mabaya mbele ya macho. He did a lot of mistakes. Alifanya makosa mengi. But David had a contrite spirit. Praise the name of the Lord. Lakini Daudi alikuwa na moyo uliovunjika. He was broken. Alikuwa amepondeka. When he realized he has done something wrong before the Lord, he could come down and cry and ask for forgiveness and be humble before the eyes of God. Hallelujah. Amen. Alipotambua amefanya makosa, angeenda mbele za Bwana, avunjike, apondeke moyo na aombe mbele za kulia. So, as a child of God, Kwa hivyo kama you mtoto, must be a person who is broken in the spirit. lazima uwe mtu aliyevunjika katika moyo. Hallelujah. Amen. Who gives forgiveness. Ambaye ni mtu wa msamaha. If you see somebody, whether he did wrong to you, you don't remember. You talk to her or to him like somebody who never did anything to you. Praise the name of the Lord. Amen. Unapomwona mtu aliyekukosea haumlipizi, bali unazungumza naye kwa uzuri. Let me tell you, sometimes that person who did wrong to you, if you show love to that person, he can be a great friend than the person you thought he was. Praise the name of the Lord. Amen. Acha nikwambie, unapomsamehe mtu kama huyo na kumzungumzia vizuri, anaweza kuwa rafiki mzuri zaidi ya kabla hujamwona, Because of the love kwa sababu ya upendo which you showed him. In uliomuonesha. the name of Jesus Christ. Jina la Yesu, For you to stand with your calling. kwa wewe kusimama na mwito May wako, you have the spirit of broken hearts. acha uwe na roho iliyopondeka. Give Jesus a mighty hand clap. Praise the name of the Lord. Amen. Hallelujah. Haleluya. Number 2, Ya pili, you must be prayerful. lazima uwe mtu mwombezi. Every morning when you wake up, you must speak to your God. Kila asubuhi unapoamka, zungumza na Mungu wako. Hallelujah. Haleluya. We have read in the books of Acts of the Apostles, when Jesus left them, they went to the upper room and their motion was to pray and fast and seek the face of the Lord for guidance. Hallelujah. Tumesoma kitabu cha Matendo ya Mitume. Yesu alipoondoka, walipanda chumba cha juu, wakaanza kuomba na kufunga na kuomba ili wapate roho wa kuongoza. And that's why God used them. Na ndio sababu Mungu aliwatumia. There is a church in Korea of Assemblies of God of Bishop Yonggi Cho.
they started doing the work of God. That is a communist country, and they started preaching the gospel. It is a Buddhist country. They never knew about Jesus. If you talk about Jesus, they don't understand. But their pastor says they started preaching the gospel through the love of Christ. Praise the name of the Lord. Amen. Kuna nchi kule Korea na kanisa la KH la mchungaji Yongpo. Amen. Anasema ile nchi watu hawaruhusiwi kuhubiri injili, lakini wao kupitia upendo wanaweza kuhubiri injili. And through that, kupitia hiyo, that church called Yoido Ministries, it has become the largest Pentecostal church in the whole world. Na kupitia hilo, kanisa hilo limekuwa kanisa kuu la Pentekoste. Give Jesus a mighty hand clap. Praise the name of the Lord. Amen. So with God all things are possible. Kwa hivyo na Mungu yote yawezekana. We are living in this county of Mombasa. Tunaishi katika kaunti hii ya Mombasa. It is a county of Muslims, Kaunti ya Waislamu and Indians, na Wahindi and Arabs, na Waarabu and diverse people, na watu wa kila and aina many other types of people. na makabila mengi. If we pray and fast, praise the name of the Lord, Tukiomba na kufunga and we change our attitude, na tubadilishe mawazo yetu, I'm telling you, you people of Judah, you will see the Lord doing mighty things in our lives. nawaambia watu wa Juda, mtaona Bwana anafanya mambo makuu maishani mwetu. Hallelujah. Haleluya. Therefore, I want us to stand in the spirit of prayer. Nataka tusimame katika roho ya maombi. Mnanisikia? Amen. Nitahubiri na sauti yangu na mtanisikia. The devil like it or not, this message must reach you in Jesus' name. Amen. Amen. Number 3, you must have faith. Ya tatu, lazima uwe na imani. The Bible says in the book of Hebrews chapter 11 verse 6. Biblia inasema katika kitabu cha Waebrania kifungu cha 11 mstari wa 6. Nifungue Kiswahili mama Lee. Haleluya. Waebrania 11:6. Umepata? Biblia inasema lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza, kwa maana mtu amwendeaye Mungu lazima aamini kwamba yeye yuko na kwamba huwapa thawabu wale wamtafutao. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. When you want to receive your blessing or your prayer, we must go to God by faith. We must believe He's there. We must believe that our prayers are going to be answered. Unapotaka kumwendea Mungu lazima uamini kwamba yupo na kwamba anajibu maombi, ana uwezo wa kujibu maombi. Hallelujah. And many a times we don't receive our prayers because we don't go by faith. Mara nyingi hatupokei kwa sababu hatuendi kwa imani. We go by our understanding, Tunaenda kwa kuelewa kwetu wenyewe, but we don't go with our hearts. lakini hatuendi na mioyo We yetu. don't believe. Hatuamini. We see that our problem is bigger than our God. Tunaona kwamba shida zetu ni kubwa kushinda Mungu wetu. Hallelujah. Haleluya. But today, in the name of Jesus Christ, Leo kwa jina la I Yesu want to encourage you. nataka kuatia Mungu. Anytime you are going to the Lord, Wakati wowote unamwendea Bwana, whether you are going to pray for food, hata kama unaombea or you are going to pray for money, au kuombea pesa or a job, au kazi, go by faith. enda kwa imani. Praise the name of the Lord. Because He says that without faith it is impossible to please God. Hallelujah. Kwa sababu nasema bila imani haiwezekani kumpendeza So Mungu. many a times we are not pleasing God with our prayers. Kwa hivyo mara nyingi hatumpendezi Mungu na maombi We yetu. don't please Him. Hatumpendezi. We go chanting, we go complaining, we go telling God what to do, we go there without believing, and therefore He is not pleased with our prayers. Tunaenda pale tukilalamika, tukilialia na tuombi kwa sababu ya imani, na ndio sababu hatupokei majibu ya maombi yetu. Hallelujah. Today we are going to change our attitude. Leo tutabadilisha maneno yetu. We are going to pray by faith, Tutaomba kwa imani. and we are going to pray and fast. Tutaomba
prayers. Na Mungu atatujawabu katika He maombi. is going to heal our diseases. Ataponya He magonjwa is yetu. going to touch our children. Atagusa watoto wetu. Praise the name of the Lord. Amen. I know now we are at home with our children and they are so much with us there. We don't know what they are doing. We don't know what. I am praying that God may cover our children, that we don't get ashamed when the schools are open. Praise the name of the Lord. Amen. Najua sasa tuko na watoto wetu nyumbani, hatujui la kufanya, watoto hawajui la kufanya, lakini nawaombea kwamba Mungu atatuepusha na aibu kulikutana na watoto wetu kwa jina la Yesu. Hallelujah. Amen. Can you give Jesus a mighty hand? Number 4, Ya nne, be fearless, be courageous. uwe mtu usiogopa na Amen. uwe na ujasiri. God always likes the people who are courageous. Mungu kila mara hupenda wenye He ujasiri. doesn't work with the fearful men. Hataki kufanya kazi na waoga. And that is why in the book of Revelation it says, the fearful and the idolaters and the adulterers and the liars, their place will be in the place of fire. Na ndio sababu Biblia inasema katika kitabu cha Ufunuo kwamba wale waoga, wale wazinzi, wale wanaotenda maovu, mahali pao ni pale katika moto wakao. Amen. Amen. You might not be drinking changa. Unaweza kuwa humu chang'aa, You might not doing usherati. unaweza kuwa ufanye usherati, You might not be a murderer. unaweza kuwa wewe si muuaji Or you are not a liar, au muongo, but you are a fearful person. lakini mtu muogo. God is sending you to go and preach the gospel in that village, but you are fearing. Mungu anakutuma kuhubiri injili katika kijiji hicho, lakini wewe unaogopa. God is telling you to go to the hospital to pray for the sick, and you are fearing. Mungu anasema uende hospitali waombee wagonjwa na unaogopa. It is not good before the eyes of God. Si vyema machoni pa Bwana. He told Joshua, Alimwambia Yoshua praise the name of the Lord. Amen. In the book of Joshua chapter 1 verses 5 and 6. katika kitabu cha Yoshua kifungu cha kwanza mstari wa 6, There shall not any man be able to stand before thee all the days of thy life. As I was with Moses, so I will be with thee. I will not fail thee, nor forsake thee. Number 6, be strong and of good courage, for unto these people shalt thou divide for an inheritance the land which I swear unto their fathers. Praise the name of the Lord. Amen. Kitabu cha Yoshua kifungu cha kwanza kuanzia mstari wa 6, Mungu akamwambia Yoshua, uwe hodari na moyo wa ushujaa, maana ni wewe utayewarithisha watu hao nchi hii niliyowapia baba zao, na kwamba nitawapa. Uwe hodari tu na shujaa, ushujaa mwingi uangalie usoni. Number 6 again. He told Joshua to be strong and courageous. Alimwambia Yoshua awe hodari na mwenye ushujaa. Why was he telling him to be strong and courageous? Kwa nini alimwambia awe hodari na shujaa? He knew Joshua is going to face troubles before his eyes. Alijua Yoshua anaenda kukutana na shida mbele ya macho yake. Praise the name of the Lord. Amen. God knows the troubles, the problems, the negativity, the opposition you are facing in your life. Mungu anajua yale mateso, shida, ile kinyume na mambo unayopitia maishani mwako. He knows. Anajua. Praise the name of the Lord. Amen. He knows your problems. Anajua He shida. knows what you are facing ahead. Anajua unakuwa He knows those people who are against you. Anajua watu walio He kinyume. knows how they will go to Wagangas and to prepare to do bad things to your life. Anajua wengine wanajitayarisha kwenda kwa waganga na kutayarisha mambo maovu maishani mwako. And for you to do exploits, Na kwa wewe kufanya for you to achieve what is ahead of you, wewe kupokea kile you must be courageous. lazima uwe na ushujaa. Hallelujah. Amen. Praise the name of the Lord. Amen. You must be courageous. Lazima You uwe must face your enemies with strong face and tell them, my God is able. Hallelujah. kutana na maadui na uambie uso kwa uso kwamba Mungu wangu anaweza I will make it. na utaweza. Giving food to the needy, and some people start abusing you. Don't go back. Praise the name of the Lord. Unaweza kutoka huko nje na uanze kuwapa vipawa wale wanaoombaomba
na watu waanze kukutukana, usirudi nyuma. Go ahead. Endelea mbele. And God will bless your life. Na Bwana atabariki maisha. Can you give Jesus a mighty hand clap? Praise the name of the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. But if you are fearful Lakini kama we ni and you mwoga, are asking yourself, unajiuliza, how will I make it? nitaweza? And if they abuse me, Wakinitukana, who will help me? nani atakayenisaidia? Me, I don't want to be abused. Mimi sitaki I kutukana. don't want people to look down upon me. Sitaki watu wanidharau. I don't want them to see that I am like a poor person. Sitaki wanione kwamba mimi ni maskini. No. Hapana. Praise the name of the Lord. Amen. You must be courageous. Lazima uwe na ujasiri. One day I was going Bara with a bus. Siku moja alikuwa nasafiri Bara na basi. It was a coast bus, I think so. Ilikuwa basi ile ya Coast Bus. And as we were in the bus is carrying different people. Na tukiwa ndani ya basi, hilo basi limebeba watu wa kila aina. A certain man just stood up and started to preach Mtu fulani alisimama na kuanza kuhubiri in the bus. ndani ya basi. Praise the name of the Lord. Amen. He started to preach. Alianza He kuhubiri. was preaching. Alikuwa anahubiri. Now you people, you are going to Kisumu. Sasa enyi watu mnaenda Kisumu. You don't know what is ahead of you. Hamjui kilicho I mbele. have brought to you Jesus. Nimewaletea Yesu. Receive Jesus Pokeeni Yesu so that you might get salvation. ili mpate wokovu. And if you don't get salvation, Sipopata if wokovu, something happens to you, lolote kitokea kwako, your blood will be upon your life. damu yako itakuwa juu ya maisha yako. I am a servant of God. Mimi ni mtumishi The wa Holy Mungu. Spirit has sent me to come and preach to you. Roho Mtakatifu amenituma niwahubirie. And he read the Bible in the book of 2 Corinthians, which says, all have sinned and them who have come short of the glory of God. To them who have received him, he will give them power to become children of God. He read to them. Praise the name of the Lord. Akawasomea kitabu hicho na kuambia, kwa wale waliompokea aliwapa uwezo wa kuwa wana wa Mungu. Doesn't matter which tribe or which denomination you are. Haijalishi ni kabila gani au dhehebu ulilo nalo. So if you receive Jesus, you are covered. Unapompokea Yesu basi I umefunikwa. don't care whether you are a Muslim or a Hindu. Sijali we ni Muislamu wala Muhindi. And he said, if you want Jesus, can you lift up your hand? Akasema ukimtaka Yesu, hebu inua mkono wako. Let me tell you, the whole bus, they lifted their hand. Acha nikwambie, basi lote waliinua mikono. Can you give Jesus a mighty hand clap? Praise the name of the Lord. Hallelujah. The whole bus lifted their hands. Basi lote liliinua mikono. And after that, he said, after receiving Jesus, Na baada hiyo akasema, baada ya kumpokea Yesu, I am sent by the Lord. Bless the servant of God. nimetumwa na Bwana. Barikini mtumishi wa Mungu. Amen. Amen. And you see, people gave their offering. Na unaona watu walitoa And sadaka. the man took the offering. Na yule mtu And akazichukua. when we reached Mariakani, alishuka. When we reached Mariakani, he dropped down. Yes, you can say he was looking for money, but he saved the hearts of those people. Unaweza kufikiria alikuwa anatafuta pesa, lakini aliokoa mioyo ya watu. If the bus could have done any accident, Kama lile basi lingepata ajali, all of those people in the bus could have gone to heaven wote walio ndani ya because basi they have wangeweza, received Jesus. kwa sababu walipokea. Can you give Jesus a mighty hand clap? Praise the name of the Lord. Amen. So because he was courageous, Kwa hivyo kwa vile alikuwa na he ujasiri, preached to those people. alihubiri. You have a lot of opportunity to preach the Lord, even in the place of market, even in your house, even in your neighborhood, but you are fearing. That is the reason you have not preached the gospel. Una nafasi nzuri sana ya kuhubiri Injili sokoni, kazini, nyumbani mwako, hata kwa ujirani wako, lakini umekuwa muoga wa kuhubiri. You ask yourself, how will they think about me? Unajiuliza, What will they say? watasema nini? Will they get saved? Je, wataokoka? That is not your position. Your portion is to reach out with the word of God and pray for them. Praise the name of the Lord. Hiyo si sehemu yako. Sehemu yako ni kuhubiri neno la Mungu na kuwaombea. Those who receive, good to them. Wanaopokea vyema kwao. But those who don't, it is their own problem now. Na lakini wale ambao hatapokea, hiyo ni shida yao. Because you have delivered the message. Kwa sababu umeshaupeana. In the name of Jesus, Kwa jina la I Yesu. pray that each one of you today may receive the courage from God in the name of Jesus Christ. Naomba leo kwamba kila mmoja wenu apokee ule mwisho wa Bwana katika jina la Yesu. Hallelujah. Hallelujah. Give Jesus a mighty hand clap. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Number 5, Ya tano, he must be a giver.
lazima uwe mtu wa kutoa. You give your wealth, Toe mali you zako, give your heart, toe moyo you wako, give your time, toe zaka zako, you give your mind, and you give your substances to the occasion or to the needy or to the problem which is there, even in the church, even in the your village, even to your country, even everywhere. You must have a heart of a giver. utoe fedha zako hata kwa maskini, hata nyumbani mwako, hata ndani ya nyumba ya Bwana, hata kwa nchi yako. Lazima uwe mtu wa kutoa. Amen. Amen. Don't wait until people are giving is when you give. Usingojee paka wakati watu wanatoa ndio na wewe utoe. Hallelujah. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Amen. Number 6, Ya 6, you must be an example. Let you lead and some people follow you. acha uongoze na wengine wakufuate. For example, when I say, how many people will give 5,000 for supporting to paint the house of the Lord? And you know you can do it, but you sit down. Kwa mfano nikiuliza ni wangapi wanaweza kutoa 5,000 ili tuweze kupaka rangi nyumba ya Bwana? Wewe pengine unaweza kutoa lakini unanyamaza na ukae. Mimi siendi. Sijaona watu wakisimama. That is fear. Huo ni uoga. Amen. Amen. You must be an example. Lazima If you know you can make it, kama unaweza, you just stand up wewe tufanye so that people can follow you. ili watu waweze You never kufuatilia. know you are the example God wants to use so that some others can give. Hujui kwamba wewe pengine ndio mfano ambao Mungu anaotaka kuutumia ili wengine waweze kutoa. Hallelujah. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Amen. I know it has been a hard day because the microphone is not working. How many people have heard the message? Najua imekuwa ngumu maana kipaza sauti hakifanyi kazi. Lakini ni wangapi wamepokea ujumbe huo? Give Jesus a mighty Patie hand. Yesu makofi. Hallelujah. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Amen. And that is the reason why you should be praying for the pastors who are preaching, praying for the work of God. Hallelujah. Ndio sababu lazima muwe waombezi na muombe kwa wachungaji. Na Amen. muombe ili neno la Mungu lifanye kazi. The book of Psalms 37:23. Kitabu cha Zaburi 37:23. That is the 7th one, which means as you are doing the work of God, you also train others. You transfer to others. Don't leave it to yourself. That is the spirit of meanness. Amen. Huo ndio mfano mzuri ya kwamba unapopokea uwapeane wengine. Hiyo ndio roho nzuri. I was just asking myself, if Bishop did not train me or train these pastors whom we have or departmental leaders, how would we be in this church today? Nilikuwa nawaza kama askofu hange wafundisha viongozi na wachungaji tulio nao hapa. Je, ingekuwaje leo? How could it be today? Ingekuwaje leo? Praise the name of the Lord. Amen. It could be chaos. Ingekuwa machafuko. It could be hard. Ingekuwa ngumu. And today, we thank God that because the man of God trained us and we know what to do. Praise the name of the Lord. Amen. Lakini tuwashukuru Mungu ya kwamba mtumishi wa Mungu alitufundisha na leo tunajua kile cha kufanya. The book of Psalms 37:23. Zaburi 37:23. It says, the steps of a good man are ordered by the Lord, and he delighted in his ways. Hatua za mtu zaimarishwa na Bwana, naye aipenda njia yake. Your steps. Hatua zako. When you are waking up or going out. Unapoamka na kutoka. That is number 7. Hiyo ni ya 7. God will guide your steps. Bwana ataongoza hatua zako. Hallelujah. Amen. He will not allow you to go to the pit. Hata kuruhusu uingie kwenye shimo. He will not allow you to get lost. Hata acha upotee. But he will make sure he lifts you up. Atahakikisha na kuinua. Praise the name of the Lord. Amen. And that's why he says in verse 24, though he fall, he shall not be utterly cast down, for the Lord upholdeth him with his hand. Amen. Amen. 24, ajapojikwaa hata anguka chini, Bwana humshika mkono na kumtegemeza. Praise the name of the Lord. Amen. Those 7 things, steps. Hatua hizo 7.
That means you must, number one, you must be obedient to your calling. Ya kwanza lazima uwajibike kwa mwito wako. Number two, you must be prayerful. Ya pili uwe muombezi. Number three, you must have faith. Ya tatu uwe na imani. Number four, you must be courageous or fearless. Ya nne uwe mwenye ujasiri na mtu asiyeogopa. You must be a giver. Number five. Ya tano uwe mtu wa kutoa. You give your wealth, you give your knowledge, you give your mind, you give your money, you give your environment, your potential. You give so that some other people may be a blessing. And number six, you be an example. And number seven, you train others. Praise the name of the Lord. Amen. Ya sita uwe mfano mzuri. Ya saba uwafundishe wengine. Hallelujah. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Amen. And as we finish, let us read the book of 2 Peter chapter 1 verse 4 to 5. Na tunapomaliza tusome kitabu cha Petero wa pili. Second. Yes, chapter 1. Petero wa pili, waraka wa kwanza wa Petero, kifungu cha kwanza. Yes, it says, wherefore, whereby are given unto us exceeding great and precious promises, that by this you might be partakers of divine nature, having escaped the corruption that is in the world through lust. And besides this, giving all diligence, add to your faith virtue, and to virtue knowledge, and to knowledge temperance, and to temperance patience, and to patience godliness, and to godliness brotherly kindness, and to brotherly kindness charity. Amen. Praise the name of the Lord. Amen. You have found me. You have heard what I've said. Amen. Mumesikia kile ambacho wamesema. That in all these things which you are doing, ya kwamba kwa mambo haya yote tunayoyafanya, besides this, there is exceeding promises, precious promises. Kando na hii kuna thawabu za muhimu za thamani. As we do all these things which I have listed for you. Unapofanya mambo haya yote ambayo yamewekwa hapa kwa sababu for you to be fruitful. Kwa wewe kuweza kuzaa. Praise the name of the Lord. Amen. For you to do the will of God. Kwa wewe kuyafanya mapenzi ya Mungu. These things are precious in the eyes of God. Mambo haya ni ya thamani machoni pa Bwana. You might be partakers of the divine nature. Hallelujah. Amen. Lazima muhusike katika uungu. Having escaped the corruption. Hallelujah. Mukiacha escape the corruption. Umeondoka katika mambo ya ulimwengu. Umefanyia Bwana mema. Praise the name of the Lord. Amen. And because of that, you have done the divine nature. You have done the things of the Lord. Na kwa sababu hiyo utakuwa umefanya mambo ya kiungu. Umefanya mambo God will have blessings over your life. Bwana ataleta baraka juu ya maisha yako. He will be happy with you. Atakufurahikia. He will be seeing you doing his will. Atakuona ukifanya mapenzi yake. As you give yourself in the work of his duties in this world. Anapokuona ukifanya kazi zake katika ulimwengu huu. Praise the name of the Lord. Amen. And as you are doing all these things, the Bible says that you must have diligence. Add to your faith virtue. Hallelujah. Amen. Na mnapofanya mambo hayo, tieni wema, na katika wema muwe na imani. Amen. Amen. After having faith, you have diligence and you have virtue. Baada ya kuwa na imani, tieni wema, na katika wema muwe na maarifa. Yes, you have knowledge. Muwe na maarifa. In anything you are doing, you must have knowledge. Katika lolote unalolifanya lazima uwe na maarifa. Praise the name of the Lord. Amen. Don't give all your food to the needy and your children sleep hungry. Usipeane matunda yako yote kwa wenye mahitaji na watoto wako walale na njaa. Don't give all your money to the other people to go to school and your children are staying at home. No. Usipeane pesa zako zote
ulipie watoto wa wengine karo waende shule na wako nyumbani. You must have Hapana. knowledge. Lazima uwe na maarifa. Praise the name of the Lord. Amen. You must have knowledge Lazima uwe na maarifa. and temperaments. Temperaments in Swahili, I think it is called kiasi. Na katika maarifa yenu muwe na kiasi. Everything which you are doing, children of God, you must have kiasi. Kila jambo unalolifanya, you must be temperament. I must teach this. Hallelujah. Lazima nifundishe hii. Usiende sana kupenda mtu bila kukosa kiasi. Praise the name of the Lord. Amen. All visiting a sister in his house without having kiasi. Or a brother. Interpret. Pigieni Pastor Praise Maero the Lord. makofi. Amesahau. Amebarikiwa paka kasahau. Yaani usimtembelee ndugu au dada. Sana. Sana. Lazima uwe na kiasi. Mpaka unaingia kwa nyumba yake kila saa uko pale. Kila saa Mama Maero, kila saa mpaka akuachie space. Praise the name of the Lord. Amen. Nimeelewa hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. How many people wameelewa? Wangapi wameelewa hiyo? And maybe you didn't know. Pengine hukujua. Praise the name of the Lord. Amen. Ama unatembelea dada ofisini mwake pale anafanya kazi, hata kama ni kiongozi, labda is a manager in the office and you are a sister you are working by. But all the time, ndi brother nani yuko hapa. Ndi sister nani yuko hapa kwa ofisi. Hana kitu muhimu ya kusema, but is just coming to you. Kila wakati tu yuko hapo ofisini kwako. Hana jambo lolote muhimu, lakini kila wakati yuko hapo tu. Hiyo si sawa. Until sometimes you tell him, please sister flani or dada flani, can you give me excuse? Paka wakati mwingine umwambie dada, hebu nipe msamaha. Because there is sometimes which somebody needs space. Kwa sababu kuna wakati mtu anahitaji wakati wake mwenyewe. Yes. Na nafasi. Is it true? Yeah, praise the name of the Lord. Amen. You need to think about your things. Lazima uweze kuwa mtu wa kufikiria you mambo need yako. to meditate about Jesus. Na kutafakari juu ya Yesu. Or to plan how your family should go. Au kujipangia jamii yako or vile itaenda. Sometimes you just want yourself only with your family. Au pengine wakati mwingine unajitaka wewe mwenyewe tu na jamii yako. But I'm not saying that you don't visit. Praise the name of the Lord. Sisemi kwamba msitembeleane. Are you listening to me? Mnanisikiza? Am I saying sense to you? Je, nazungumza mambo aliyo na. How many people say, Pastor, you are saying sense to us? Ni wangapi wanasema Yes. mchungaji? Can you give Jesus a mighty hand clap? Praise the name of the Patia Lord. Yesu makofi makuu. That is what is called temperaments. Hiyo ndio inaitwa kiasi. Even in prayer. Hata katika maombi. When you pray. You say in the morning, Father, in the name of Jesus, I pray. After 1 hour, pray. Throughout your prayer. No, you should have a time when you listen to the Holy Spirit also to talk to you. Praise the name of the Lord. Amen. Usiwe mtu tu wa kuomba omba tangu asubuhi mchana saa zote. Hapana. Lazima uweke nafasi ya Roho Mtakatifu akutembelee. Or even you want to read your Bible, you read it all the time. Even you are on work duty, you are reading the Bible. What time will you work? Au pengine kuisoma Biblia hata kazini saa zote unasoma. Utakuwa na wakati gani wa kufanya kazi? Or you call somebody all the time. Au kumuita mtu kila wakati. Kwa simu. You must have temperaments. Lazima uwe na kiasi. It is in the Bible. Iko katika Biblia. It is the fruit of the Spirit. Ni roho ya Roho Mtakatifu. Praise the name of the Lord. Amen. Ni tunda la Roho Mtakatifu. Can you give Jesus a mighty Patia hand Yesu clap? Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. And then when you you add your temperaments, you have patience, and patience, godliness. Amen. Na unapoongeza katika maarifa yenu kiasi, na katika kiasi chenu zaburi. Amen. Amen. Uvumilivu. Na katika zaburi yetu when things are so hard in your life, you persevere, you pray. Even mama in your family, labda you are passing through a time with your marriage. You don't be a woman who wants just to run away with the problems. Pray, fast, listen to the Holy Spirit, what He's telling you. Take your time. Praise the name of the Lord. Amen.
Chukua muda unapopitia shida nyingi na matatizo. Chukua muda ufunge, uombe, ili Call upon the name of the Lord. na uliite jina la Bwana. Don't be anxious. Usiwe mtu wa tamaa Don't run away. na kukimbia Don't go out and start speaking your things to other people. na kuenda nje na kutangaza mambo yako kwa watu wengine. No. Hapana. Pray. Omba Be patient. na uwe na And uvumilivu. God will answer your prayers. Na Bwana atajibu. Can you give Jesus a mighty hand clap? Praise the name of the Lord. Hallelujah. And to godliness, brotherly kindness, and to brotherly kindness, charity. Praise the name of the Lord. Amen. Na katika maarifa yenu kiasi, na katika kiasi chenu zaburi, na katika zaburi yenu utaua. Hallelujah. Amen. Praise the name of the Lord. Amen. Our God is love. Mungu wetu ni upendo. The Bible says, for God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him should not perish, but have everlasting life. Biblia inasema kwa jinsi Mungu aliupenda ulimwengu akamtoa mwanawe wa pekee, yeyote muaminie asife bali aupokee uzima wa milele. Praise the name of the Lord. Amen. Hallelujah. Hallelujah. He gave us his only begotten Son Alitupa mwanawe wa pekee because he loved us. kwa sababu alitupenda. That love may come into your heart. Upendo huo uje katika hisia zako. Love your people. Pende watu wako. Love God. Pende Mungu. Love the work of God. Penda kazi ya Mungu. And the Lord will bless your life. Na Bwana atabariki Praise. maisha yako. Amen. Up now, Acha tusimame sasa. and we lift up our hands before the Na Lord. tuinue mikono yetu Through mbele za Bwana. the word of God which we have heard today,